kujua jambo moja ambalo ni kusudi kuu la wanadamu kuwepo duniani. Watu wengi au wanadamu wengi wamekuwa na fikira tofauti sana, wamekuwa na mawazo tofauti sana, na wengi wamekuwa hawajui hata kusudi la wao kuwepo duniani. Basi ikiwa kama wanajua kusudi la wao kuwepo duniani, wengi wanajua kwamba kusudi lao kuu la kuwepo duniani ni kuwa matajiri, kujenga, kuwa na magari ya kifahari, kuwa na majumba kifahari, kuoa au kuolewa na kufanya mambo mengineyo. Lakini asili ya kusudi la mwanadamu au la Mungu kumleta mwanadamu duniani, wengi wanakuwa wajui. Yawezekana wewe unaweza kuwa mmoja wapo wa watu ambao wasiojua kusudi la wao kuwepo duniani. Mfano, watu wengi hujiuliza, kwa nini nipo duniani? Kusudi langu ni nini? Unapojiuliza maswali kama hayo, maana kwamba unaonekana mtu ambaye unayetaka kujua au unahitaji kupata ufahamu au kupata jibu ya swali ulilonalo. Kwa mfano, majibu hayo ya maswali unayojiuliza, kwa mfano Biblia inatupa majibu ya wazi kwamba maisha ya mwanadamu hayatokei kwa bahati mbaya, bali kwa kusudi maalum la Mungu. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu hayatokea kwa bahati mbaya, au mwanadamu yoyote kuwepo duniani hajakuwepo au hayupo kwa bahati mbaya, bali yupo kwa kusudi maalum la Mwenyezi Mungu. Unaona? Kwa hiyo majibu tutayapata katika kusoma Biblia. Somo hili tutapata kusadiki au kuelewa vizuri kusudi hilo kwa mtazamo wa Biblia.